Kazmo Joy mwenyewe, Kazmo easy kazi, Kazmo baby, Kazmo baby. Ukweli lazima usemwe, lazima ukweli usemwe. Wakenya wenzetu, lazima ukweli usemwe. Maneno ya former Nairobi Governor Mike Sonko, kushika kwake haina meaning. Uhuru ashindwe. Kibicho, wewe Kibicho, Karacha Kibicho na Uhuru Kenyatta, siku zenu zimehesabiwa. Mike Sonko alisema yote. Mike Sonko kila mtu anajua alikuwa rafiki ya huyu Uhuru Kenyatta, Jameson Wanjoi Kinyua wa Mashati. Wamekunywa naye pombe pamoja, wakiwa na Rachel Savage, wakiwa na Sakaja Johnston. Nani ajui? Kila mtu anajua ni marafiki na anajua siri yote. Hakuna kitu kibaya Sonko alisema. Sonko aliongea vizuri kama mwanaume. Kushika mtu haimaanishi nini? Hiyo ni kuwa muoga, a coward. Mnaogopa yeye, alafu mnaleta maaskari mingi, ingine hata waonekani uso. Hiyo ni kuwa you are cowards. Shame on you, Uhuru Kenyatta. Sonko aliongea vizuri kama mwanaume tosha kabisa. Vile mimi Kazmo Joy naongeanga ukweli mtupu. Uhuru Kenyatta umefeli kwa Kenya. Uhuru Kenyatta hautoshi kabisa. Miaka hii yote umeongoza since 2018 mpaka saa hii ni kitu pure, hakuna kitu unafanya. Kuna makosa gani? Sonko alisema vizuri kwa uchaguzi wa 2017 mlikuwa mnataka kumaliza Raila Odinga. Kwani kuna makosa gani? Raila alitoka hapa US kwenda nyumbani, ndio hiyo malisasi mingi kwa gari yake nini? Aliongea ukweli sababu alikuweko na alitaja Kibicho. Wewe mwenyewe Uhuru Kenyatta unachua kuna makosa gani? Mike Sonko amesema vizuri. Raila akitaka kuwa na mkutano Jacaranda grounds, Kibicho mwenyewe wakiwa na Sonko na wengine na kina Maina Kamanda wakamwaga mavi. Mavi ilimwagwa ama haikumwagwa? Ilimwagwa. Nani alimwaga? Ni Kibicho. So kuacha kutanganya watu hapa. Kibicho ndio mkora. Kanachificha tu sababu yeye anasimamia polisi. Atiye ni PS wa internal security. Hata toka au kutoka unatoka next year, tutakuwa na mtu tofauti na sio wewe. Mulienda mkanunua t-shirt sauti mkapeana watu wa Jubilee, mkachoma magari, mkanunua pesa za serikali, mnatumia ovyo ovyo. Hiyo ni ukweli sababu Sonko anathibitisha alikuwa huko na wewe mwenyewe Kibicho na rais mwenyewe akijua. Sonko ameongea vizuri. Maneno ya sister Nyokabi, sister ya Uhuru Kenyatta ni mwizi hatari, ameipa pesa za NHIF mtoto yake. Maneno ya Kemsha, pesa wizi mingi. Covid millionaires ama billionaires. Hiyo ni ukweli ama sio ukweli? Si ni ukweli. Uhuru Kenyatta familia yake ndiye imetuibia baba yake tangu enzi ya ukoloni 6,000 acres, 6 million acres of land. Watu wengine wakiwa hawana mashamba. Ni ukweli ama ni uongo? Si ni ukweli. Computer era, pesa zilipigwa ukiwa finance minister wakati wa Kibaki. Wewe Uhuru Kenyatta, hizo pesa zikaenda na Anne Waiguru mlikuwa na yeye kwa treasury. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Si ni ukweli. Kwani kuna upaya, kuna uongo hapo? Hakuna uongo. Anne Waiguru alikuwa oil change yako wakati bibi yake alikutoroka akaenda Britain. Ni kweli ama ni uongo? Si ni ukweli. Ni ukweli. Lazima ukweli waambiwe. Wewe unaenda Mount Kenya umetuletea BBI ya ukora. Ndio naambia MCS wapewe roli ya 2 million. Hiyo pesa ni ya mamako Mama Ngina ama ni ya Wakenya? Tunataka kujua. Hizo pesa ni matako yako zinatoka ama ni matako ya Sabina Chege? Na nimeendelea kusema hivyo. Hizo pesa ya kupeana ati MCA wabidize. Mbona unawapea pesa kama iko kitu mzuri si inapita free? Kama hii kitu iko si inapita free, mbona unaongana
Kuongana hiyo ni criminal. Wewe ndio criminal namba moja. Unafaa kushtakiwa. Unatumiaji pesa vibaya. Pesa za umma. Hizo milioni unataka kupeana mbili. Zinatoka kwa mfuko yenu ama mama yako ndiye anagaramia mama ngina. Ninakuuliza wewe Uhuru Kenyatta ukweli mtupu. Lazima ukweli iseme bwana. We are all grown men over 50 years. Tuko miaka moja. Tuko miaka moja. Ninaongea kama kiongozi mwenye ako na watoto sawa na age na watoto yako. Sio ati wewe uko special. Hakuna. Hiyo yote ninasema ni ukweli ama ni uongo? Si ni ukweli. Munashika Sonko kwa nini? Sababu amestacha Kibicho. Kibicho ni mkora. Ni madara. Sonko wakati mwingine alisema huyu Saitoti alikuwa ndio watu wengine kwa wakuwe president. Ni kweli walimuua. Lakini yote inajulikana. Maneno ya Naivasha, nani aliua watu Naivasha, aliorganize kila kitu? Ni huyu Uhuru Kenyatta, sio ati hatujui. Sababu Uhuru Kenyatta juzi wameongea vibaya sana. Wameanza kuchoma inchi ukiwa leader. Wameongea maneno ya tribalism kabisa. Arabu kaleta maneno ya uongozi ati isikae kwa watu kabila mbili. Kwani huku chua wakati Raila Odinga aliacha Nyachae wetu akasema Kibaki tosha. Hata Raila mwenyewe hakujua ni Mkikuyu anapeana uongozi. Wakati ulipewa na Kibaki mwenyewe au kujua ni kabila mbili inaongoza. Sasa hii imefika wakati kwa naibu wa rais unataka kugeuza stori zako za ujinga. Hiyo hatuwezi bwana. Sisi tumerefuka. Kwenda unaenda nyumbani. Wewe ni outgoing president. Outgoing president ananga nguvu na nimesema mara mingi. Kwenda nyumbani unaenda bwana. Kwenda unaenda kabisa. Sio uongo. Wewe unaenda nyumbani. Umebakisha mwaka moja, next year unaenda nyumbani. Hauna kitu cha kuambia wa Kenya. President yoyote anaenda nyumbani hana nguvu. Wacha kutuambia hapa. Anza kufuka virago yako. Tumefuta rafiki yako Donald Trump ako nyumbani ama hayuko nyumbani. Umekuja kumtembelea mara mbili. Mara ya mwisho mlikuja na Raila Odinga. Kuharibu pesa, kuharibu ndege mafuta, mnarara hoteli kubwa kukunywa pombe kubwa. Taxpayers money. Tumemfuta ama hatujamfuta? Tumemfuta. Kwani wewe kama tumevuta Trump wewe ni nani kwa Wakenya? Una insight wa Kenya wapigane. Nimeona huko Kisumu MCS kupitia kwa Raila ati pesa mkubwa atalipa pesa nyinyi tu bilioni bitisha. Uchinga mtupu bila kutumia akili. Nimeona mmoja akiinsight watu watasema tuko na wanaume kodere wanatembea na Raila. Hiyo ni vita. Na Raila ndio shida. Sababu anytime Raila anasimama uchaguzi lazima watu wakufe. Yeye ndio shida. Lazima tusimamishe yeye. Lazima tusuie Raila Odinga sababu yeye ndio huanzisha vita. Yeye ni mzee mbaya sana. Amesaidiwa na Bill Samoei Ruto sana. Hata nilishangaa jana akisema Bill, kumbe yeye ana watch clip zangu. Anajua William ndio Bill. Nilishangaa sana. Ni kweli. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Dictatorship mingi yako Uhuru Kenyatta lazima ikwame. Kushika Mike Sonko kumweka ndani haimaanishi nini? Kutoka atatoka na ndiye atakuwa strong. Na ndiye atakulima kabisa. Akitoka ndiye atakulima na atoe evidence. Ako na evidence mingi. Sio ati yeye ni mjinga. Sonko anapenda kurekodi kila kitu. Ako na conversation yako mingi. Anajua yote. Na atamwaka mtama. Wewe endelea kutesa yeye. Ulimtoa Nairobi ndio mkalie pesa. Na ulimtoa mkaungana ma MCS. Na mimi nasema kwa MCS wote Kenya mzima. Wale ma MCS watapitisha hii kitu. Wenye wanaunga mkono kila mtu ukiwa ametoka constituency yako, ward yako, ujue ni nani na alipiga kura namna gani. Hawezi rudi. Haki mbele ya Mungu hawezi rudi. Wakikuyu ndio wanaamua uchaguzi hii. Wamesimama na Bill Samoei Ruto kabisa 100%. Awatambira huyu Uhuru Kenyatta wanamuona kama ni ghasia, kama ni ghost. Wakikuyu walimalizana na Uhuru Kenyatta kitambo. Hata aende akimbie huko, walikata kauli kitambo. Mwanaume ni Bill Samoei Ruto watasupport next year na ndiye atakuwa president. Na atashinda kura mingi tena zaidi. Watu wamechoka. Ati unaenda unasema Ruto ni mwizi akipeana pesa mkule. Uongo. Wewe ndio upeani, hutaki kupeana pesa. Unataka kusema ati sababu yeye anatoanga
ni sawizi, uongo. Wewe hata wewe toa pesa. Wewe ni mgumu kama reli. Ukipeana mtu pesa unaifinya kama mama mzee. Unakafinya kadogo. Sasa hiyo ni pesa ngapi ukifinya hivi? Ukifinya hivi hiyo ni pesa ngapi? Shilingi 5. Si unatoa kipunda. Kipunda ni kitu kubwa hivyo unashika na mikono. Hata mbili. Wacha siasa, tumechoka na siasa ya utanganyifu, ya ukora. Hii sio 19th century. Hii ni 21st century. Na ni mwaka wa kuambiana ukweli. Na ukweli lazima uambiwe. Na mimi kazi lazima nisimamie ukweli. Na niseme ukweli kabisa. Kuna makosa mmefanya. Mtoto kama haka mdodili, padadili, Babu Owino, Amadara, anafaa kuwa jela. Lakini sababu ya handshake, ati ni handshake ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, ndio hiyo mtoto wako hapo nje. Hiyo ni nini? Mnapiga vita. Mwilu, Philomena Mwilu, yeye ndiye anafaa kukua Chief Justice wetu. Mnampiga vita. Sababu Uhuru Kenyatta anataka mtu mwingine aweke huko. Ni Mkikuyu anataka. Ni ile mama nyingine, Njoki Ndung'u, ndiye anataka hiyo nafasi. Na Wakamba waoni, watu kama Watermelon. Wakamba wanatimuliwa cheo. Kukua gavana Nairobi ni kitu kubwa sana. Huyu Watermelon anaangalia ndugu yake akitolewa. Mama Philomena Mwilu akiangaishwa na mcharuo wengine church from nowhere. Mimi najua the highest rank ya judiciary ni Supreme Court. Na hii ingine naenda kusimamisha nini? No. Lazima heshima. Uhuru Kenyatta apewe wa Kenya heshima. Tumembea yake miaka 10 anatoka na mwingine ataingia. Hatuwezi kila mara ati rais gani? Rais anaenda nyumbani. Wakati yake imefika. Tulimpea yake 10, amekunywa pombe naye, amefuta pangi. Kitu kingine Songa alisema uanga yeye wanafuta pangi. Na yeye sio uongo. Si Songa anaelezea. Ndio sababu sasa mnamshika. Hakuna makosa Songa hako nayo. Wakati itafika vizuri. Kibicho wakati yake itafika. Uhuru wakati yake itafika. Pole. Kimbisa watu hivyo. Kimbisa ufikiri Kenya ni yako. Uko na security. Kuna security. Lakini yote itaisha. Hussein Mbaraka alikuwa na security wakati yake iliisha. Hakuna kitu ainanga mwisho. Saa hiyo natumia kifua kukua dictator. Next hiyo naenda nyumbani. Hakuna kura utaiba. Waanza kuiba kura, nchi itachomeka na wewe ndio tutaweka ndani. Tutafunga wewe. Wewe ndio mbaya kabisa. Hautoshi lita, wewe una incite watu. Lita ina gani? Mtu una incite wananchi. Badala ya kuunganisha kwa Kenya una wewe utoshi kabisa. Wewe utoshi. Ajiria Sonko mara moja. Wewe Kibicho. Tutafunga makende yako. Wewe Karanja Kibicho. Kumbavu kabisa ya mtu wewe. Hiyo chinga mnasikiliana na Uhuru Kenyatta usifikirie. Hii Kenya ni ya mama zenu. Pure kabisa. Useless. Kila mtu anaogopa ati Uhuru Kenyatta ati deep state. Hakuna deep state. Deep state namna gani? Wapi Trump yako nyumbani. Kwani hapo kuwa na deep state? Ati mnasema deep state because you are primitive. Most Kenyans mko primitive. Ati deep state. Hakuna deep state. Hakuna. Deep state ni criminals. Wanafaa kushikwa wote. Kama yule president wa Philippines alifanya. Hakuna deep state. Kwani Amerika hapa tuko na deep state na Trump ametolewa? Si alikuwa amekalia kiti? Ilimsaidia nini? Hakuna. So wacha kutanganywa. Ati deep state mwatu kila mtu anasema deep state. Ati mkono ya serikali ni mrefu. Hakuna kitu kama hiyo. Wananchi ndio power. Wananchi wakiamua wameamua. Wacha kutanganya watu. Ati mnataka kuongana MCS. Kama hii kitu ilikuwa vizuri, mbona mnaongana? Sababu ni kitu mbaya. Sasa nani? Mimi natoka Bobazi. Huko Bogetaulio. Kama huyu kichana kina Simba Arati kanatoka, lakini lazima mimi nasema nasimamia ukweli. Tunatoka location moja. Bobazi ni constituency kubwa. Vile Osoro alisema na nimesema mara mingi. Ati sasa watu wa Bobazi, ma MCS wako 9 wards, ati waenda wapige
ati ndio watu wengine waongezewe constituency. Hiyo ni ukumbavu aina gani? Nyanza mzima tuko na constituency ngapi zinaongezeka? Hakuna. Lakini huyu Mjaluo anatanganya watu wa Nyanza sana. Ai. Sitaona mtu kumbavu kama Raila Odinga. Kumbavu ya mtu, kichwa kubwa. Kumbe hata hii kutairisha ni kitu muhimu sana. Kutairisha, kutoa uchafu ni kitu muhimu sana. Wao wanatanganya wananchi. Yaani mupitishe PPI, alafu wale wana benefit ni watu wa Mount Kenya. Na sisi hapa Nyanza hakuna constituency tunaongezewa. Kai, Jesus. Kwani huko na kichwa ina gani? Hakuna akili. Akili ni makamasi wewe Raila Odinga. Makamasi tupu. Ni nini sasa watu wa Nyanza wana benefit na hiyo PPI? Hakuna kitu. Yaani wewe ni mjinga aje, lakini jameni. Ai, kukua Mjaluo ni gharama. Ai. Sijaona hivyo. Pura kabisa. Hadi tena unakimbia kwa Nyachae. Wewe ndio ulifanya Nyachae hakukuwa president. Nyachae hakuna siku amekupigia kura. Hata angekuwa hai anapendana. Nyachae ameoa Mkikuyu kutoka huko Nyeri, na mimi nimeoa kutoka Nyeri Mkoroeni. Hata huyu Morokomen ameoa kutoka Mkoroeni. Sababu nasema ni hivi. Hakuna, Nyachae anapenda kwa Kikuyu. Nyachae anapenda kwa Kalenjin. Kwa Kalenjin ni watu wazuri sana, kama Nyamutio, kama tunapendana nao. Hakuna namna Nyachae anaweza kukupigia. Hata mtoto yake Charles Nyachae ako na naibu wa rais. Sababu ulikosea Nyachae. Mzee Nyachae amekufa hivi, angekuwa president. Ukakimbia haraka ukasema Kibaki tosha. Mlikuwa mumeelewana. Mlikula mbuzi kwake na Job Omino, mkaenda Umabei mkakura ingine. Lakini ukaruko ukasema Nyachae akikuwa president sitapata prime minister. Ukaambia Kibaki ukikuwa president ukirieti position ya prime minister nikue. Hiyo kitu ilianza kitambo. Ukaruka Nyachae taika ya mwisho. Sio ati atujui, tunajua wewe mkora Conman Kigeugeu. Sasa hiyo nakimbia huko machozi kulia ati Nyachae. Hakuna. Tunakujua. Na watu kwa Nyaliba alikuwa tena kuambia maneno ya Raila muitikie. Hakuna. Hata mwenye tulimpigia kura last time. This time around hakuna. Kura yote ni ya pili Samoei Ruto bwana. Wewe mkora, siku zako zimeisha. Tunakujua vizuri sana. Unapenda kutumia watu. Saa hii ndio Nyachae amekuwa mzuri. Na ulimsaliti. Pure kabisa wewe. Kazi easy kazi. Kwa wale watoto wadogo wako under 30 years, mimi najua, nimewaambia historia. Nimewaambia historia kabisa. Historia kabisa. Ndio hiyo ukweli wa mambo. Naibu wa rais ndiye atakuwa rais. Our 50 president, mpende msipende. Kazmo Kipchumba Joy. I approve this message. God bless USA. God bless my president Joe Biden. God bless my incoming president Bill Samoei Ruto. Bell. Kazmo Joy. Kazmo Ndani. The incoming member of parliament for Embakasi East next year 2022. Tutachafuana kwa kampeni. Nitakuwa mstari wa mbele. Ninalima nyinyi kabisa. Ninalima kama ni watu kwa Kinolengo na walima kabisa. Hakuna mwenye, mimi ni bingwa kwa siasa. Chameni. Tutaonana. Kazmo is Kasi mwanaume tosha kabiri. Thank you.